Karibu sana Sheria Class. Leo tuna somo moja la muhimu sana ambalo lazima tulifahamu kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu na kufahamu sheria za nchi yetu zinavyoenda. Somo ambalo kwa kweli linahusiana na habari ambayo imetikisa sana vichwa vya habari kwa siku za hivi karibuni. Juu ya mwanasiasa maarufu sana wa nchini kwetu Tanzania wa chama kikuu cha upinzani Chadema na mwenyekiti pia wa chama hicho. Ndugu Tundu Antipas Lissu ambaye alikamatwa na kushtakiwa kwa moja kati ya makosa ambayo yanatajwa kuwa ni makosa kosa mojawapo ni kosa la uhaini. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia sasa nini kinaweza kumkuta mwanasiasa huyu iwapo ataenda kupatikana na kosa hilo la uhaini. Nini kitamkuta Tundu Lissu, hasa nini kitamkuta? Tafadhali sana subscribe katika channel yetu ya Sheria Class ili uweze kupata vingine vingi zaidi ya kuhusiana na masuala ya sheria. Mwanasiasa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama kikuu cha upinzani, anafahamika sana kwa sera yake maarufu ya no reforms no election, ya kwamba bila kufanya marekebisho kwenye tume huru ya uchaguzi ya Tanzania basi hakutakuwa na uchaguzi. Na kwa hivyo amefanya mikutano mingi sana kwa ajili ya kuendelea kupromote hiyo agenda ambayo anayo. Tunafahamu vizuri kwamba Tundu Lissu hatimaye alikuja akakamatwa kwenye mkutano mkubwa ambao alikuwa anaufanya huko, na alivyokamatwa na polisi, moja kati ya makosa ambayo alishtakiwa nayo ni kuhusiana na kosa la uhaini. Sasa kama tunavyoona hapa kwenye picha ni kwamba maaskari walipiga mabomu ya machozi, wakatawanisha watu na baadaye wakamkamata yeye na baadhi ya wafuasi wake wengine. Swali la msingi ni hili: kwani uhaini ni nini hasa? Uhaini ni nini hasa? Kabla tujaenda mbali zaidi, uhaini ni nini? Uhaini ni nini? Tutaenda kuangalia hapa. Uhaini ni kosa ambalo limeelezwa vizuri sana kwenye sheria yetu, tunaita kwa Kiswahili kanuni ya adhabu, au kwa Kiingereza the Penal Code. Hii ni sheria, ni sura ya 16 ya sheria za nchi yetu ya Tanzania. Ukisoma sura ya 7 ya kwenye hiyo kanuni ya adhabu, kwenye hiki kifungu cha 39 ndipo utakutana na habari ya makosa hayo ya uhaini. Sasa tuanze kuangalia mazingira ambayo mtu anaweza akashtakiwa kwa makosa ya uhaini, au uhaini hasa ni nini. Kifungu hiki cha 39 kifungu kidogo cha kwanza kinasema mtu yeyote ambaye yumo ndani ya Jamhuri ya Muungano akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote anamuua au anajaribu kumuua rais. B, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano anaanzisha vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo tunaona kuna mazingira mawili hapo ya uhaini ambayo yanasemwa, ya kwamba cha kwanza upo ndani ya Tanzania na unajaribu kumuua rais wa Tanzania, au labda unajaribu kufanya vita dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Au makosa mawili. Nasema huyo mtu kama huyo atakuwa na hatia ya kosa la uhaini na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Kwamba yote ambaye atakuwa kwenye makosa kati ya hayo yaliyosemwa, kosa lake itakuwa ni uhaini. Adhabu atapata adhabu gani? Adhabu atapata adhabu ya kifo kwa kosa hilo la uhaini. Kwa hiyo kumuua rais au kujaribu kufanya vita dhidi ya serikali kama sheria hapo ilivyosemwa. Lakini kuna mazingira mengine ya uhaini ambayo yapo kwenye sheria yetu ya kanuni ya adhabu, au the Penal Code. Ni kifungu hicho cha 39 kifungu kidogo cha pili kinasema mtu yeyote ambaye yumo katika Jamhuri ya Muungano akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote anajenga nia kusababisha au kuwezesha kusababishwa, au anajenga nia ya kuchochea, anashawishi, shauri au kuhusia mtu yoyote au kikundi cha watu kusababisha au kuwezesha kusababisha yoyote kati ya matendo au malengo yafuatayo. Kwa kinachosemwa hapa ni huyu mtu aidha amejenga nia yeye mwenyewe, au amesababisha nia ijengwe, au amewezesha kusababisha kujengwa kwa hiyo nia ya kuchochea, kushawishi, kushauri au kuhusia mtu yote kufanya mojawapo kati ya yafuatayo. Cha kwanza, kifo, kumlemaza au kumjeruhi au kufungwa au kumzuia rais.
Kufanya mojawapo kati ya hawa ambayo yamesemwa hapo: kumlemaza, kumjeruhi, kufanya vitu kama hivyo ambavyo ni vya kumfanyia rais wa Jamhuri ya Muungano. Cha pili, kumuondoa rais madarakani isivyo halali kutoka katika wadhifa wake wa urais, au kumuondolea ufahari, heshima na jina la mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Muungano. Hao pia ni makosa ambayo yanalengwa kutokufanywa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano, kama kumfanyia mojawapo kati ya hicho na yenyewe pia ni kosa. Ya tatu, kujenga nia au kufanya vyote kama nilivyosema hapo, kupindua kwa njia zisizo halali serikali ya Jamhuri ya Muungano, na lenyewe pia ni kosa ambalo la nini? Ni kosa pia ambalo ni kosa la uhaini, kuipindua serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa njia ambayo isiyo halali. Mazingira mengine ni kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano, bunge na mahakama ya serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sawa? Sasa hiyo tumesema ni habari ya kushawishi, kujenga nia, kuhusia, kusababisha au kufanya vyote vile. Sasa haishi tu kujenga nia. Ukishafanya hivyo, kitu kingine pia ambacho kinaweza kikasababisha pia ukaingia kwenye hiyo hatia anasema na kubainisha nia hiyo kwa kuchapisha maandishi au machapisho au kwa kitendo chochote cha asili kinachojionyesha cha hali yoyote, atakuwa na hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifo. Amejenga nia, ameshawishi, amesababisha au kafanya au amehusia mtu kufanya yoyote kati ambayo tumeyataja hapo, na akabainisha nia yake hiyo kwa kuchapisha maandishi au machapisho kwa kitendo chochote cha asili kinachojionyesha cha hali yoyote, basi na huyo pia atakuwa na kosa la nini? La uhaini, kama sheria hapo ilivyosemwa. Kwa hiyo unaona kumbe kosa hili la uhaini lina mazingira mengi ambayo limejengewa ambayo mtu anaweza kananili. Kuna mazingira mengine kwenye kifungu cha 39 kifungu kidogo cha 3 kinasema mtu yeyote ambaye yumo katika utii wa Jamhuri ya Muungano aliye na mshikamano na maadui ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au anawapa msaada au hifadhi ndani ya Jamhuri ya Muungano. Hii inahusiana na maadui wa nchi. Wewe unawapa hifadhi au vyote vile kama ilivyosemwa hapa, na lenyewe pia inaweza ikawa ni ikapelekea ukashtakiwa kwa kosa la nini? La uhaini, kama utathibitika kuwa hivyo. B, anachochea aidha ndani ya Jamhuri ya Muungano au kwingineko mtu yoyote aivamie Jamhuri ya Muungano kwa kutumia jeshi. Sasa huyu kwenye kipengele hiki ni kwamba mtu yupo nje ya Tanzania lakini anachochea watu waje wavamie Tanzania, nalo pia ni kosa la nini? La uhaini. C, anabeba silaha ndani ya Jamhuri ya Muungano kwa amri, kwa nia kutumia nguvu ya kuizuia, kuilazimisha serikali ya Jamhuri ya Muungano kubadilisha vigezo au ushawishi wake, au kwa nia ya kulazimisha au kuzuia au kutisha serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sheria inasema mtu kama huyo atakuwa na hatia ya kosa la uhaini na atawajibika kwa adhabu ya nini? Adhabu ya kifo kama atadhibitika. Kwa hiyo umeona pia hayo ni mazingira ambayo yapo kwenye kosa hilo la uhaini kama tulivyosema. Twende kwenye mazingira ya mwisho wa kosa la uhaini. Mazingira haya tunasema ni kwenye kifungu kidogo cha 4 cha kifungu cha 39. Anasema mtu yote ambaye yumo katika utii wa Jamhuri ya Muungano, akiwa ndani ya Jamhuri ya Muungano au popote, kwa nia ya kumsaidia adui ya Jamhuri ya Muungano, anafanya kitendo chochote kinacholenga au kinachoweza kutoa msaada kwa adui huyo na kuingilia kwa maelekezo ya serikali ya Jamhuri ya Muungano, au kuingilia kwa maelekezo ya Jamhuri ya Muungano, au kuzuia operesheni ya majeshi ya ulinzi au jeshi la polisi, au kuhatarisha maisha, ama ana hatia ya kosa la uhaini na atawajibika kwa adhabu ya nini? Kwa adhabu ya kifo. Sasa rafiki yangu mpendwa mtazamaji, nadhani umeona vizuri hapo makosa ya uhaini jinsi yalivyo makubwa. Na adhabu ambayo imetajwa kwa kila kosa la uhaini hapo ni adhabu ya kifo.
Sasa kwa sababu hili swala lipo ndani kesi ya huyu mheshimiwa Tundu Antipas Lissu lipo kwenye mikono ya sheria, ni vyema nisilichambue sana, nisiongelee, na uzuri sijaongelea, nimechambua tu sheria ambayo inaongelea kosa ambalo ameshtakiwa nalo ndugu Tundu Antipas Lissu. Basi tusubirie kesi inavyozidi kwenda tuweze kuona itakuwaje, nini kitamkuta mwanasiasa huyu na mambo yatakuwaje. Asante sana kwa kusikiliza presentation hii. Karibu tena, endelea kufuatilia, subscribe, share, like na comment ili usipitwe na taarifa yoyote. Karibu sana.